nazidi kuwapongeza kwa mpango mkubwa wa upanuzi wa chuo hiki. Lakini la pili, expansion katika upande wa majengo, uongezaji wa madarasa, maeneo ya kupumzikia, maeneo ya wazi, maeneo ya wanafunzi kupata masomo yao, mpango wa kutanua maeneo kwa ajili ya madarasa, maeneo kwa ajili ya majengo ya utawala na maeneo kwa ajili ya ziada ya matumizi ya kama hosteli na matumizi mengine muhimu ya chuo. Nimeona mpango huo mnao na mmeendelea kuwa nao. Nimepata hiyo taarifa kwa Mwanza expansion mnayotaka kuifanya mpaka kujenga na ukuta, na hapa Dar es Salaam nimeikuta pia mipango ya kujenga hostel na jengo kubwa ambalo linajengwa sasa lenye thamani ya shilingi bilioni 26 ambalo mmekwisha kuanza nalo, mmeliita ni jengo la metrology ambalo limefikia hatua kubwa sana ya ujenzi, zaidi ya asilimia nadhani 80, mmesema 88. Kwa hiyo ni hatua kubwa professor, na progress tunaiona. Sasa ili tuwe na success kwenye business tunahitaji elimu iliyo na viwango na hadhi ya kukizi ushindani na katika soko la dunia na matarajio ya dunia. Kwa hiyo viwango vyetu vya elimu lazima tujipime na tuvisimamie na tuongeze kasi katika kuhakikisha kiwango cha elimu inayotolewa CBE iwe yenye ushindani, iwe yenye ujumuishi na ile ambayo inaweza kuleta matokeo katika kutatua changamoto za mtu mmoja mmoja, za jamii, za taifa na za ulimwengu, kwa sababu ni universal education. This is a university. Kwa hiyo solution, huyu mtu awe na uwezo wa kutoa solution hata kama sio kwa lugha yoyote, lakini akiambiwa kitu akikielewa aweze kukitafsiri katika kuleta suluhu. Fanyeni tafiti ambazo zitaleta tija kwa mwamko wa elimu, lakini tafiti ambazo zitaleta suluhu, kwanza kubainisha matatizo, lakini pili kujua the best practices. Ushauri mtakaokuwa mnaotoa utokane na tafiti, utokane na best practice mlizozisoma duniani, ili mtakapoishauri serikali ikafanye maamuzi yake kwa usahihi na ufasaha kulingana na ushauri uliopewa. Mheshimiwa Naibu Waziri, chuo cha biashara kimekuwa na tunategemea tutapata mradi wa HEET ambao ni Higher Education Transformation ambayo tunafadhiliwa na World Bank na tayari wameshatuahidi dola milioni 10 ya bilioni 24 ambazo zinatumika kwa kuongeza lakini pamoja na kuandaa mitaala kwa ajili ya eneo hili na kuboresha wahadhiri katika